Naam, mtazamaji, ripoti mbaya Ikulu ya Chamwino Dodoma kwa Samia Suluhu, huku urais wake Tanzania ukiharamishwa leo kupitia barua hii ya hali ya juu iliyotolewa mapema leo. Barua hiyo sasa yahamasisha serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia Suluhu kuanzishwa mara moja nchini Tanzania. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, kabla nikutaarifu na nikuonyeshe barua hii kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, ripoti za hivi punde ni habari mbaya kwa Samia Suluhu na utawala wake mzima wa CCM, ambapo sasa umewekwa hatarini na viongozi wa upinzani ambao sasa wameweza kuleta barua ya hali ya juu ambayo inaweza kusisitiza na kuhamasisha serikali ya mpito Tanzania na vilevile kuharamisha urais wa Samia Suluhu. Chadema imechukua nafasi kubwa zaidi kwa kutamka kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kiongozi haramu na anayejitawala kulingana na barua yao. Barua kama unayoitazama kwenye screen yako. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Samia hakutimiza wajibu wake kwa ridhaa ya wananchi na kwamba uongozi wake ni mwendelezo wa utawala wanaouona kuwa ni wa kimabavu. Inadai kuwa utawala wake umeegemea pakubwa mbinu za kulazimisha, ghiliba na kile chama kinachokiita ukandamizaji wa kisiasa ili kudumisha udhibiti. Chama hicho kinashikilia kuwa kwa sababu ya hali hii inayodaiwa kuwa ya kimabavu pamoja na kile inachokiona kuwa uchaguzi wa udanganyifu, serikali ya Samia Suluhu Hassan haina mamlaka halali ya kuendelea kutawala nchi. Hii ni kulingana na barua hiyo ya Chadema. Chadema inasema kwamba kiongozi anayetoka katika kile inachokiita ni kinyume cha katiba hawezi kudai uhalali wa kisiasa mbele ya Watanzania au mbele ya jumuiya ya kimataifa, na hivyo lazima achie madaraka kwa mamlaka isiyoegemea upande wowote na ya muda. Barua hii imeweza kuchapishwa ndani ya masaa machache yaliyopita siku ya leo na naibu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema John Heche. Katika barua hiyo, cha muhimu katika pendekezo la Chadema ni kuundwa kwa kile inachokiita serikali ya mpito ya kitaifa Tanzania, serikali ambayo itakuwa haiongozwi na Samia Suluhu na itakuwa imemtenga Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na chama kizima cha CCM na wahusika wote wa kisiasa wanaoonekana kushiriki katika madai ya uvunjifu wa maadili katika uchaguzi. Kulingana na barua ya Chadema, chama hicho kinahoji kuwa serikali ya mpito Tanzania ingetumika kama njia ya kuleta utulivu katika kipindi cha kutokuwa na uhakika wa kisiasa, kurejesha imani ya umma na kuweka msingi wa ujenzi upya wa kidemokrasia Tanzania. Kulingana na chama hicho katika barua hiyo kama unayoitazama kwenye skrini yako, utawala wa mpito utatambuliwa na washirika wa kimataifa na kufuatiliwa na mashirika yanayotambulika duniani kama vile Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Chadema kinasema kwamba ni mchakato unaosimamiwa chini ya uangalizi wa kimataifa unaoaminika unaweza kuwaaminisha Watanzania na dunia kuwa nchi inarejea kwenye njia ya utulivu wa kisiasa, demokrasia na utawala wa sheria. Serikali ya mpito inayotarajiwa kama ilivyoelezwa na Chadema katika barua yao itakuwa na jukumu la kurejesha utulivu wa kitaifa, kudhamini uhuru wa raia na kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kujieleza kwa uhuru bila vitisho au kuingiliwa na serikali. Itasimamia urekebishaji wa kina wa kisiasa Tanzania, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa taasisi za kidemokrasia ambazo chama hicho kinadai kuwa zimehujumiwa chini ya utawala wa sasa. Mtazamaji, haya yote ni kulingana na barua hiyo na ninayokueleza ni kwa ufupi ya yale ambayo yameandikwa katika barua hiyo iliyosambazwa leo na John Heche. Jukumu lingine muhimu ambalo limeandikwa la mamlaka ya mpito litakuwa kuandaa uchaguzi mpya wa kitaifa ambao ni wa uwazi, haki na unaosimamiwa na tume ya uchaguzi iliyofanywa marekebisho kabisa. Chadema katika barua yao wanahoji kuwa uchaguzi huu mpya ungewawezesha Watanzania kuchagua viongozi wao kwa uhuru, kujiamini na bila kivuli cha shuruti au ghiliba. Kipindi hiki cha mpito kinachopendekezwa na Chadema pia kitahusisha kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa, wafungwa ambao kesi zao zinaaminika kuwa zimechochewa kisiasa kama vile Tundu Lissu na watu binafsi wanaoshikiliwa bila uhalali wa kisheria. Kwa mujibu wa Chadema katika barua hiyo, kutolewa kwa namna hiyo ni muhimu ili kuweka upya mazingira ya kisiasa, kuponya migawanyiko ya kitaifa na kuendeleza maridhiano baada ya kile ambacho chama hicho kimesema kuwa ni miaka mingi ya uonevu wa kisiasa. Zaidi ya hayo, Chadema inadai kuachiliwa mara moja kwa watu walioripotiwa kutekwa nyara, kushikiliwa kwa siri au kuzuiliwa katika vituo visivyojulikana
Chama hicho kupitia barua hiyo leo kinaeleza vitendo hivi kuwa ni ukiukwaji wa haki za binadamu na kinasema kuwa hakuna mchakato wa kidemokrasia unaoweza kusonga mbele huku dhuluma hizi zikiwa bado hazijatatuliwa. Hali hii ya kisiasa nchini Tanzania sasa imeingia katika hatua mpya na yenye utata mkubwa, huku Chadema ikizidi kukataa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na kusukuma mbele wito ambao haujawahi kutokea kwa kutaka kuundwa kwa serikali mpya ya mpito, pendekezo ambalo limeibua mjadala wa kitaifa na kikanda. Katika mawasiliano ya kina kwa umma, chama hicho pia kinadai kuwa uchaguzi huo kimsingi ulikuwa na dosari na haukuwa halali, kikisema kwamba hakuna kanuni za kidemokrasia kumradhi zilizoheshimiwa katika mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia maandalizi hadi kutangazwa kwa matokeo. Kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho kupitia barua hiyo, zoezi zima la uchaguzi lilikosa uhalali wa kisheria na lilikiuka viwango vya msingi vya kidemokrasia. Chadema inasema kuwa kasoro kubwa zilizoshuhudiwa wakati wa upigaji kura zinafanya matokeo kuwa batili na hivyo basi Tanzania haiwezi kutawaliwa kihalali chini ya utawala uliotokana na uchaguzi huu wenye utata. Hata hivyo, chama hicho pia kinasisitiza zaidi kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inayojulikana kama INEC haiwezi kuaminiwa kuongoza nchi katika mchakato wa uchaguzi unaoaminika. Inadai kuwa kuanzia uteuzi wa uongozi wa tume hadi muundo wa taasisi hiyo, INEC imeshindwa kuonyesha uhuru au weledi. Hii kwa mujibu wa Chadema na barua yao imeiondolea imani tume ya umma na hivyo kudhoofisha msingi wa kidemokrasia unaotakiwa kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Pamoja na kukataa uchaguzi huo, Chadema imechukua nafasi kubwa zaidi kwa kutangaza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kiongozi haramu na anayejitawala. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Samia Suluhu hakutimiza wajibu wake kwa ridhaa ya wananchi na kwamba uongozi wake ni mwendelezo wa utawala wanaouona kuwa wa kimabavu. Inadai kuwa utawala wake umeegemea pakubwa mbinu za kulazimisha ghaliba na kile chama kinachokiita ukandamizaji wa kisiasa ili kudumisha udhibiti. Zaidi ya ujenzi huo wote wa kisiasa, pendekezo la Chadema linaipa serikali ya mpito jukumu la kuwachunguza watu wote waliohusika katika mauaji ya kiholela, matukio ya kikatili na vurugu zinazodaiwa kufanywa na vyombo vya usalama vya dola. Chama hicho kinasisitiza kuwa uwajibikaji lazima uwafikie viongozi wa ngazi za juu na wa chini wanaotuhumiwa kupanga, kufadhili, kuridhia au kutekeleza vitendo vilivyosababisha vifo vya Watanzania wasio na hatia. Mchakato wa uwajibikaji chini ya uongozi uliopendekezwa wa mpito ungeendelea hadi kwa viongozi wa kisiasa, maafisa wa kijeshi, makamanda wa polisi na maafisa wa kijasusi wanaoaminika kuwa na majukumu ya moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja katika kuficha dhuluma kulingana nao. Kwa mujibu wa Chadema, haki haiwezi kucheleweshwa wala kujadiliwa na wanaohusika lazima wakabiliwe na sheria kwa ukiukwaji wowote wa haki za binadamu. Taarifa hiyo inakwenda mbali zaidi kubainisha kwamba hata mawaziri wakiwemo wanaohusika na habari, mawasiliano na usalama lazima wawajibike kwa majukumu yao ya kuzuia uhuru wa vyombo vya habari, kuzima njia za mawasiliano au interneti, au kuzuia upatikanaji wa taarifa muhimu wakati wa mvutano wa kitaifa. Chadema wanahoji kuwa vitendo hivyo vinakiuka kanuni za kidemokrasia na kuchangia kuyumba kwa taifa. Mtazamaji, yote haya ni kulingana na barua hiyo iliyosambazwa na John Heche kutoka Chadema. Nijuze maoni yako upande wa comment section kulingana na ombi hili la Chadema kupitia barua yao ya kutaka serikali ya mpito Tanzania. Vile like video hii kisha subscribe.